unapotazama taarifa za KTN leo. Ni siku nyingine tena. Hujambo, karibu kwenye taarifa kamili. Jina langu ni Ali Marzo. Na mtazamaji, vile ni saa 1 saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa za KTN leo. Nafahamika kama Lulu Hassan. Karibu. Katika baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia siku hii ya Alhamisi, kwa mara nyingine tena mbunge wa Embakasi Ferdinand Waititu ajipata pabaya mikononi mwa polisi. Mgogoro wa ardhi wapelekea ubomozi wa nyumba kadhaa huko Umoja 3. Utafiti wadhihirisha mifuko ya Wakenya itaamua mwaka huu wakati sherehe za Pasaka zinazoanza hapo kesho. Na kwenye afya yako tunaangazia uhusiano wa chakula unachokula na jinsi uzee wako utakavyoingia. Na barabara kabisa mtazamaji, karibu kwenye taarifa za KTN leo. Naibu Waziri wa Maji Ferdinand Waititu leo alifikishwa mahakamani kufuatia mashtaka ya uchochezi, kusababisha ghasia na kuwazuia maafisa wa polisi kutekeleza wajibu wao. Mbunge huyo wa Embakasi hata hivyo baadaye aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 kufuatia makosa hayo anayodaiwa kuyafanya katika mtaa wa mabanda wa KPA huko Embakasi hapa Nairobi wakati wa ubomwaji wa makazi hayo mnamo 2010. Naam, hata hivyo mbunge huyo inasemekana alikamatwa tena baadaye na kisha kuachiliwa kwa dhamana. Matingatinga ya ubomwaji eneo la Umoja 3 ndiyo yaliyowaamsha wenyeji wa hapa. Mzozo wa ardhi kati ya wenyeji na mwekezaji wa kibinafsi ukasababisha ubomwaji huu kufanyika. Polisi wakiwa ngangari kwa yoyote yule mwenye kukiuka ubomwaji huo. Na hapo ndipo naibu waziri wa maji Ferdinand Waititu akapata kuyaonja makali ya mkono wa sheria. Vyoja vilianzia katika mtaa huu wa Umoja, eneo la Embakasi, wakati mbunge huyu alipojaribu kuwashinikiza wakazi kukataa kata ubomwaji wa makazi yao. Wapi na tulikuwa nataka kugubu. Mapigwa tulikuwa nataka kutandika hawa na hiyo grupu na kula watu pesa. Na ni hapa ambapo maafisa wa polisi walimkabili. Na kama ilivyo desturi yake, alionekana kupambana vilivyo na maafisa hao wa polisi. Unaandika nini? Wewe, ita hiyo gari saidie huyu jamaa. Ita hii gari. Hata mjui nini inaendelea. Masaibu yake hatimaye akapelekea kukamatwa kwake. Kufumba na kufumbua, alikuwa katika kituo hiki cha polisi cha Kileleshwa. Dakika chache baadaye alijikuta katika mazingira haya mapya. Katika mahakama ya Milimani alikabiliwa na makosa ya uchochezi na kusababisha ghasia, mbali na kuwazuia maafisa wa polisi kutekeleza kazi yao. Hakimu mkuu Esther Maina amemwachilia kwa dhamana ya shilingi 100,000 pesa taslimu, huku kesi yake ikitarajiwa kutajwa tarehe 19 mwezi Aprili na kusikizwa mnamo tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu. Ferdinand Waititu si mgeni katika masuala na hulka ya kukinga sheria. Hata hivyo, kufikishwa kwake mahakamani hii leo ni bayana kabisa kwamba sheria anazounda yeye pamoja na wabunge wenzake bungeni zimekuwa msumeno za kata mbele na nyuma. Maitamasha, KTN leo, Nairobi. Na mtazamaji, basi kama alivyosema Maidhamasha, si mara ya kwanza kwa baadhi ya viongozi kuonekana katika nyanja kama hizo. Ndo leo kwenye swali la kauli yako tungependa tukujumuishe kwa kuuliza swali: je, ni haki kwa wabunge kuchochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao? Je, ni haki au sawa kwa wabunge kuwachochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao? Kushiriki ni rahisi, unatuma ujumbe wako ukianza na neno ndio au la. Unalituma kwa nambari 8040, nambari ni 8040. Mtazamaji, wakati tunapoelekea kutamatisha taarifa za KTN leo, bila shaka tutakupa matokeo kamili ya kauli yako.
Naam, ukiwa ungali unatuma ujumbe mfupi ni kwamba kwenye taarifa hiyo hiyo kuhusu majumba kubomolewa katika mtaa wa Umoja 3 yapo maswali ibuka ambayo yanazua maswali kuhusu uhalali wa shughuli hiyo kutekelezwa. Frank Otieno sasa anatupasha kuhusu manunguniko ya kikundi kimoja kilicho na hati ya kumiliki ardhi hiyo na hivyo mkanganyiko kuonekana juu ya ukweli uliopo kuhusu bomoaji huo ulioziacha familia nyingi bila makao kwenye msimu huu wa mvua. Ni ardhi ekari 818 inayozozaniwa hapa. Ubomoaji huo umeleta mhemko katika mtaa wa Umoja 3 na kufikia sasa majumba yapatao 400 yameshaangushwa tangu shughuli hiyo ianze saa 11 alfajiri ya leo. Ni ubomoaji unaosemekana kuendelezwa na mmiliki mmoja mwenye asili ya Kihindi anayedai kuimiliki ardhi hiyo na hivyo kutaka kuendeleza biashara zake mahala hapo. Lakini sasa swala ibuka ni kwamba kikundi hiki cha wazee wenye umri wa makamu kina hati miliki ya ardhi hiyo, hati wanayosema walikabidhiwa rasmi mwaka 1965 na hivyo ardhi kusajiliwa chini ya anwani ya Kiambu Dandora Farmers. Kwenye mkutano wao na wanahabari hii leo wamekashifu kitendo hicho na sasa wanaapa kupinga hatua hiyo mahakamani wakisema haki za maelfu ya wapangaji mahala hapo zimekiukwa na bwanyenye huyo ambaye hadi kufikia sasa hajaonekana huku polisi wakitekeleza amri zake. Hiyo ardhi yote ni ardhi ya Kiambu Dandora Farmers. Wana kikundi cha Kiambu Dandora Farmers wanasema hawakupokea ilani yote ya kuwatahadharisha kuhusu mwekezaji huyo kuitwa ardhi hiyo ambayo hata wanasema ndio walichanga kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Mama Lucy. Hadi kufikia sasa tinga zimekita kambi katika mtaa wa Umoja 3 na ubomoaji unaendelea. Frank Otieno, KTN leo, Nairobi. Huku hayo yakijiri, wa Kenya watalazimika kutumia fedha zaidi katika msimu huu wa sherehe za Pasaka ikilinganishwa na mwaka uliopita. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa shirika la Sinovet uliotolewa mapema hii leo kuhusu sherehe za Pasaka. Vilevile utafiti huo umeashiria kuwa 17% ya Wakenya hawatosafiri hadi maeneo mbalimbali ili kusherehekea sikukuu hii. Msimu wa sherehe za Pasaka umewadia na kama ilivyo desturi Wakenya wengi waumini wa dini ya Kikristo hujitokeza katika maeneo ya maombi na burudani kuadhimisha wikendi hii ndefu. Lakini kwa kuwa hali ya uchumi imekuwa ikipanda humu nchini, wengi wamekuwa kijiuliza iwapo wataweza kusherehekea siku hii kama siku za awali. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la Sinovet Ipsos, 84% ya Wakenya watasherehekea siku hii, 91% ya Uganda wakisherehekea siku hii, 81% ya Tanzania wakisherehekea siku hii. Vile vile 17% ya Wakenya watasafiri maeneo mbalimbali kwa sherehe hizi, huku 58% ya Uganda na 5% ya Tanzania wakisafiri maeneo mbalimbali kwa sherehe hizi. Kwa kuwa sherehe ya Pasaka huwa ni sherehe ya kidini hasa kwa ndugu zetu wa Kristo, utafiti umeashiria kuwa 88% ya Wakenya watakafika kanisani kwa maombi ikilinganishwa na 86% ya Waganda na 81% ya Tanzania watakofika kanisani, huku 7% ya Wakenya wakisusia kwenda katika maeneo ya maombi. The churches will be fuller this weekend as we see over 80% of East Africans intend to go to church this weekend. Na swali la je, sherehe hizi za Pasaka utasherehekea na nani? 39% ya Wakenya washerehekea na wake na waume zao, 17% ya Waganda washerehekea na wake na waume zao na 17% yakisherehekea na marafiki zao. Na kwa kuwa sherehe haikamiliki bila zawadi, 49% tanunua zawadi, huku 42% ikidokeza kutumia fedha zaidi katika sherehe hizi za Pasaka mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana. So the top items are clothes and a meal, lunch or dinner. Wakenya 2020 ndio waliohojiwa katika utafiti huu. Mwanaisha Shizuga, KTN leo. Na mbali na haya ni kwamba Waziri Mkuu Raila Odinga amewakashifu wanasiasa wanaoungana kwa misingi ya kikabila ili kuwania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao. Raila anasema kwamba vikundi kama hivyo vitachangia kueneza ukabila ambao utagawanya nchi hii na matokeo yake ni machafuko tuliyoshuhudia baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Raila pia aliandamana na naibu wake Musalia Mudavadi. Alikuwa akizungumza mjini Kisumu wakati wa uzinduzi wa mradi wa kuimarisha mji huo.
Siku moja tu baada ya kuafikiana kuhusu baadhi ya vipengele tata kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta gombea wa urais wa chama cha ODM, vinara wa chama hicho Waziri Mkuu Raila Odinga na naibu wake Musalia Mudavadi waliandamana katika uzinduzi wa mradi wa ustawishaji wa mji wa Kisumu. Na kama ilivyotarajiwa, sehemu za kisiasa hazikuachwa nyuma, huku waziri mkuu akiwazomea wanasiasa wanaoungana kwa misingi ya kikabila. I'm not going to come to ask the people of this country to vote for me because I'm a Luo. I'm not. I'm a Kenyan. Raila anasema kuwa kampeni yake itakuwa ya kuunganisha Wakenya wote, jambo ambalo angependa kuona likifanyika katika vyama vyote. This constitution is going to liberate our people if properly implemented, and it can only be implemented by people who truly believe in it. Kisumu is now the hub of... Naibu wake Musalia Mudavadi naye hakugusia swala la siasa, bali akiwasihi wakazi wa Kisumu kuungana pamoja kufanikisha mradi uliozinduliwa. I promise you that if you do these things properly, Kisumu City will become the investment destination of choice. Kisumu City will graduate to the status of a special economic zone, attracting investors and generating employment. The commissioning of the international airport, the improvement of roads in Kisumu and the Lake region, and the FIFA-funded 42 million shillings upgrading of Moi Stadium to international standards. Kisumu is at the threshold of opportunity. Mradi huu umefadhiliwa na serikali ya Ufaransa kwa shilingi bilioni 4.8 na unanuia kuimarisha mji wa Kisumu katika vitengo mbalimbali kama vile uimarishaji wa miundo msingi ya ujenzi, fedha na uzoaji taka. Kando na semi hizo za kisiasa kutoka kwa waziri mkuu, viongozi wengine walioshiriki hafla hii wamewasihi wenyeji wa mji huu kutumia nafasi hiyo kujimarisha kimaisha. Joel Omoto, KTN mjini Kisumu. Katika mkusanyiko wa taarifa, mtazamaji, kutoka humu nchini, mwili wa jamaa mmoja mwenye asili ya Kiasia umepatikana katika mtaa wa Donholm huko Samburu. Msako mkali unaendelezwa kuwakamata wauaji wa watoto. Mwili wa jamaa mwenye asili ya Kiasia umepatikana umetupwa katika barabara ya Outer Ring hapa jijini Nairobi. Polisi wanakisia kwamba mwili huo ni wa mzee mwenye umri wa miaka 70, huku akishuku kwamba huenda aliuawa sehemu nyingine na mwili wake kutupwa karibu na mtaa wa Donholm. Nadaiwa kwamba watu 4 wasiojulikana walimteka nyara kutoka nyumbani kwake huko Msongari usiku wa jana. Japo kiini cha mauaji yake hakijabainika, duru zinaarifu kwamba alikuwa anaitisha kitita cha pesa. Polisi wameanza uchunguzi. Wengineko huko Samburu, msako mkali umeanza dhidi ya wazee wa Kisamburu wanaodaiwa kuwaua watoto ambao mama zao hawajatahiriwa. Kulingana na mkuu wa wilaya ni kwamba hata watoto walemavu pia wanauawa. Akizungumza baada ya kumwokoa mtoto mmoja ambaye alikuwa ametekwa nyara na tayari alikuwa ametayarishwa kwa tambiko huko Longorin kusini mwa Hor, afisa huyo amesema mauaji sasa yameonekana kukithiri mno. Madiwani wawili kutoka kaunti ya Nakuru wamefikishwa mbele ya mahakama kwa kosa la wizi wa mabavu. Ibrahim Mwangi Kihigu na Daniel Mwangi Kiriathi walifunguliwa mashtaka wakiwa na washukiwa wengine 6 kwa kumwibia Joel Wanjohi Kingori mali ya thamani ya shilingi milioni 3.3 pamoja na lori alilokuwa akiendesha. Kando na shtaka la kumtishia jamaa huyo kwa kutumia silaha hatari ikiwemo bunduki. Wanane hao walikanusha mashtaka hayo mbele ya hakimu mkuu wa Nakuru Samuel Mungai katika shtaka hilo na wanazuiliwa ili uchunguzi kufanywa. Na kwa Malindi, mhudumu mmoja wa mahakama na mfanyabiashara wa Malindi amefikishwa mahakamani kwa makosa 9 ya kugushi stakabadhi na kuchilafiana na taratibu za mahakama. David Mwiruri alifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Malindi Lilian Mutende na ukanusha madai hayo. Na Dewa Mwiruri aligushi stakabadhi hizo kuhusu taratibu wa mahakama katika kesi za kati ya mwaka 2004 hadi mwaka 2007. Mshukiwa aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 huku kesi hiyo ikiendelea. Agnes Penda, KTN leo. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo, ambapo kwenye swali la kauli yako leo tulikuwa tunakuuliza, je, ni haki kwa wabunge kuchochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao? Je, ni haki ama ni sawa kwa wabunge kuchochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao? Na mtazamaji, taarifa hiyo inaambatana na swali hilo, kumradhi, inaambatana na taarifa ile ambapo tulimuona mbunge wa Embakasi Ferdinand Waititu akifanya mambo yake kama ilivyo kawaida yake. Na hapo tunauliza iwapo unaona ni haki kwa wabunge kuchochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao. Nambari ya kuwasiliana nasi ni 8040, ukianza na neno la au ndio, halafu ambatanishe na ujumbe mfupi.
Kama tunavyoona ni kwamba tayari jumbe zinaanza kuingia kutoka Nyeri, kutoka Nairobi na hata mjini Mombasa, ambapo umma anasema si haki sana tukijua kwamba wao ndio wanaotunga sheria hizi. Naam, kuna mwingine hapa ambao ni Bernard kutoka maeneo ya Kadhiani, kwa anasema ni vibaya sana wao kuchochea wananchi. Kama kuna makosa wanapaswa wachukue hatua ipasavyo. Waitutu, wewe ni ndugu yetu, lakini hapo ulikosa. Na mtazamaji, basi ili kushiriki nambari ni 8040, tutakupa matokeo kamili wakati tunapoelekea kutamatisha taarifa za KTN leo. Lakini kabla ya kwenda kwenye mapumziko, tupate kamusi ya leo, alafu taarifa nyinginezo zitakujia. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno mhula. Mhula ni kipindi cha muda maalum wa kuafikia jambo. Mfano katika sentensi: shule yetu ina mihula mitatu. Naam, karibu kwenye taarifa za biashara leo, ambapo waziri wa mawasiliano na teknolojia Samuel Pogisho aliahidi kuwa ataendeleza sekta ya teknolojia kwa njia ya maendeleo na utekelezaji wa sera na sheria ili kuvutia uwekezaji. Pogisho pia alidokeza kwamba nchi nyingi huionea Kenya gere kutokana na kufaulu kwa mradi wa M-Pesa. Wakati huo serikali imewaajiri wataalam katika sekta ya mawasiliano ili kuboresha huduma zake za kifedha. We moved those steps so that we can now do international business. So actually we can now do e-commerce. Yeah, we can now do e-commerce very freely. That's why Kenya has taken the bold step to do M-Pesas. You know how many countries want to do that type of thing as M-Pesa, and they cannot do it because of their policies. They are stopped by their policies. Naam, kwa sasa tupate soko la fedha na soko la hisa. Naam, karibu tena mtazamaji. Wanasema uzee ni iwapo una umri, mwanadamu hana budi ila kufikia. Naam, lakini je, kuna juhudi gani za kuhakikisha kwamba ingawa mtu anazeeka anakuwa ni mwenye afya njema? Kwenye makala ya afya yako hii leo, Mary Kilobi anaangazia athari za vyakula ambavyo vinavuliwa hasa na waliokula chumvi. Ili mwanadamu aweze kuishi maisha mema yenye afya na furaha katika siku zake za usoni, kuna haja ya kuanza kujichunga akiwa mchanga. Mitindo ya kisasa imewaathiri watu wengi na hivyo basi kuwasababishia maisha yao yasiwe mema uzeeni. Terry Wefuafwa ambaye ni mtaalamu wa lishe bora anasema sababu mojawapo ya maisha ya masononeko baadaye ni kwamba jamii imekosa kuzingatia vyakula vyenye lishe bora. Namna tumeanza kuiga lishe ya nchi zingine, tuseme nchi za magharibi. Kawaida sisi wa Kenya hapa ama wa Afrika kwa jumla tulikuwa tunatumia vyakula vyetu kutoka shambani. Ilikuwa kutoka shambani, kinapikwa na kiko mezani. Kwa mfano, una habari kuhusu kiasi kipi cha sukari unachohitaji kila siku? Mtoto mdogo kama wa miaka 5 na chini haitakikani ipite vijiko 3 hivi vidogo. Wanawake wa kawaida
kama age ya kutoka 18 kwenda mpaka about 45 hapo ni vijiko 5 kila siku. Kwa hivyo kama unakunywa chai vikombe 2, ukiongeza viwili, unaona tayari umechukua vijiko 4. Umebaki tu na kijiko kimoja kwa hiyo siku. Sasa kama utaendelea kunywa chai tena, it means hautakuwa na sukari nyingine. Sasa utajua mwenyewe vile utashare out hizo 5 teaspoons. Na mwanamume, kwa maana wakati wanaume wanafanya kazi kwa wingi, ndio wanasukuma mkokoteni, ndio unaona wanabebana na construction work, hao wanakubaliwa vijiko 11 kwa siku. Kwa maana hiyo calories zenye zinaingia wao wana expend, yani wanatoa. Lakini akiwa mwanamume wa kawaida ambaye anafanya kazi ya ofisi kama sisi, mimi na wewe, anarudi tu kwa hiyo 5 kama ile wanawake. Wefuafa anasema kuwa hakuna njia ya mkato ya kuishi maisha marefu na mema. Rudi kwa vyakula vyetu vya kitamaduni. Tutaishi muda mrefu na tutakuwa bado na afya kama wale vile walikuwa. Wazazi wana jukumu kubwa sana la kuchangia kwa maisha mema ya baadaye ya watoto wao. Na mtoto ataona vile vyakula vyenye wewe unaleta nyumbani, hivyo ndio vyakula atazoea. Kwa hivyo ukileta vyakula ambavyo ni junk, tunaviita junk, yani ni vyakula tu lakini havina afya ndani yake, mtoto atazoea junk. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, Mkenya wa kawaida anatarajiwa kuishi hadi miaka kama 60 hivi. Na cha kusikitisha ni kwamba watu wengi hawafikii umri huu, na hata wakifikia huwa na magonjwa mengi ambayo huwafanya kuwa watu ambao wanahangaika kuishi na kupelekea wao kutochangia pakubwa kwa maendeleo yao au ya nchi. Habari njema ni kwamba mabadiliko yamesajiliwa. Projections that WHO has come up with that by 2050 there will be a population transition, so that those above 60 years old will more or less be equal to those that are below that age group. Takwimu zinaonyesha kuwa hivi karibuni idadi ya wazee itazidi ile ya watu wachanga, na basi kuna haja ya kuhakikisha kuwa watu wanaingia uzeeni wakiwa na afya njema. Iwapo wazee wataingia uzeeni wakiwa wamedhoofika, basi itakuwa ni vigumu sana kuwamudu. Mary Kilobi, KTN leo. Mradi ambao tumezindua Mtazamaji, kutokana na ari ya kuimarisha shughuli za utangazaji katika shirika la Standard, maafisa kadhaa wameteuliwa kushikilia nyadhifa mbalimbali katika ngazi za uhariri. Fred Mbugu ambaye alikuwa naibu mhariri wa gazeti la Standard sasa atakuwa mhariri wa makala ya wikendi. Woka Nyagoka alikuwa mhariri mkuu wa makala ya wikendi, sasa ndiye mhariri mkuu wa toleo la county. Ben Agina alikuwa mhariri mshirikishi wa makala ya wikendi, sasa atakuwa mhariri mkuu mshirikishi. Na vile vile Njoki Karuoya alikuwa mhariri mshirikishi katika majarida, sasa yeye atakuwa mhariri mshirika mkuu wa majarida. Nature's garden of health is rich with natural protection against germs. Nature's power now comes in the luxury of natural from Imperial Leather. For natural germ protection like never before. Nature protects best. Nature protects best. Natural from Imperial Leather. Nature protects best. Healthy living with Winsome Sunflower Oil.
Good nutrition during pregnancy, and enough of it, is very important for your baby to grow and develop. Although nausea and vomiting during the first few months of pregnancy can make this difficult, try to eat a well-balanced diet and take prenatal vitamins. Choose foods high in fiber that are enriched, such as whole grain breads, cereals, pasta, rice, fruits and vegetables. Eat and drink at least 4 servings of dairy products and calcium-rich foods a day to help ensure that you are getting 1,000 to 1,300 milligrams of calcium in your daily diet during pregnancy. Keeping active will also help to prepare you for the birth by strengthening the muscles of the pelvic floor, which come under great strain during pregnancy and childbirth. Get your natural sunflower oil today with Rinsan Sunflower Oil. Rinsan Sunflower Oil, nature's healthy way. Mi mamangu angeza kunipeleka sekondari juu hakuwa na pesa. Watu wa afya tu walituchukua wakatupeleka college. Wanatusaidia, wanatucancel, watuletea nini forum, tunaenda tunafanya vitu mob. At least walikuwa kutuepusha na maneno mingi sana hapa nje, watu keep busy. Na ningependa kuhimiza watu wa community, kuna wasichana wengine wengi hapa nje na vijana wanaingilianga maneno ya drugs, wanaenda kuolewa mapema, wanapata mimba, wengine vijana wameingilia wizi, wanauliwa bure. Kama wanaweza wasaidia pia hao, at least pia wao kuna kutengeneza jimudu kwa life yao. Wape mkono wa upendo. Wasaidie watoto mayatima na waliohoi katika eneo unaloishi. Je, unapenda na kuelewa vyema kabumbu? Basi chukua mic. Bonga boli katika ulimwengu wako wa mabingwa Supersport. Wakazi wa Mombasa, tutakuwa pale Wild Waters Nyali tarehe 13 hadi tarehe 15 Aprili. Wenyeji wa Kisumu mje pale Aga Khan Hall tarehe 20 hadi tarehe 22, alafu tuje tumalizie hapa Nairobi Prestige tarehe 26 hadi tarehe 29 Aprili. 2,500 kilometers, 5 pickups, 1 truck. Don't miss the Nissan Challenge every day from Monday at 8:30 p.m. exclusive on KTN. The Nissan Challenge. Get ready for the ride of your life.